makosa kweli kufundisha shule? Sasa nani aje sasa, Mheshimiwa Naibu Spika, nani tumwite aje atukomboe? Kwenye leo tunalia mafuta, watoto wetu hawajui kama kwenye maziwa kuna mafuta. Sasa itawezekana kweli kweli tusomeshe watu? Ukiwaona kweli, unamwona mtoto aliye na digrii, Mheshimiwa Naibu Spika, ukimweka mahala ni kama umeweka kuku wa kizungu. Unamwona kweli, huyu mwanangu sintamkuta sasa. Mheshimiwa Naibu Spika, swala hili la elimu naona ni vizuri kwa kuwa tunaliongea kwa mapana. Mheshimiwa Waziri, ingekuwa dini, Mheshimiwa Naibu Spika, tungeweza kuhama, lakini kwenye elimu utahamia wapi? Kwa hiyo tunacho ingekuwa dini, Mheshimiwa Naibu Spika, mtu anaweza kuamua kwamba hii bwana imenishinda, unahamia dini nyingine, lakini kwa mazingira yalivyo kwenye elimu huwezi kuhama. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri wa Elimu ajaribu kutuelewa kama sisi wabunge ambao ni wawakilishi wa wananchi, hali ya wananchi kwenye suala hili la elimu ilivyo kule vijijini. Mheshimiwa Naibu Spika, ni lazima serikali ikubali ikanunue mawazo na maarifa mepesi ili wanafunzi kuanzia darasa la kwanza, baada ya kuwa wamejua kusoma na kuandika, wafundishwe elimu mbadala. Mheshimiwa Naibu Spika, kuwe na elimu hii tuliyoachiwa na mkoloni, lakini tuwe na elimu mbadala. Maana yangu ni kwamba, Mheshimiwa Naibu Spika, sisi tunaotembea sana nchi mbalimbali, leo hapa Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nakwenda shuleni, nafundishwa panzi ana miguu 7, senena ana miguu 8, lakini elimu inakataza kweli kuniambia bei ya senene ambayo leo ni shilingi 50,000 naishia tu hapo kwa kilo moja. Ni kosa? Panzi wote tunafahamu kabisa kwamba ina protini na inaliwa na kuku. Je, ni kosa kufundishwa darasani kwamba kuku anakulaga ina panzi 17 na ukimpa utakuwa umesevu kununua chakula cha kuku? Je, ni kosa kielimu? Kwa nini isiwe kwenye elimu mbadala? Kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hapa Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, watu wanaomba kibali cha kuagiza chakula cha samaki India, lakini wote tunafahamu kwamba samaki anakula minyoo au chambo, na kutengeneza minyoo, Mheshimiwa Naibu Spika, mtu akifundishwa darasa la kwanza inachukua masaa 16 kupata minyoo. Ni kosa? Je, unataka mtu mpaka asome amalize form 4 form 6 akawe fundi seremala atengeneze makochi yasiyonunuliwa? Ni kweli tunaenda kuambia wananchi wauze ng'ombe waje wasome, waende VETA waje watengeneze makochi? Ni sawa? Wakati elimu yetu inaletwa, Mheshimiwa Naibu Spika, dunia haikuwa hii. Dunia ilikuwa ni nyingine kabisa. Je, turudi kwa Waingereza hawa wanaangalia mpira wa Chelsea na watoto wao, wanaweza katukumbuka tubadilishie elimu? Kweli sisi tunashindwa kabisa, Mheshimiwa Naibu Spika, kufundisha watoto wetu darasa la kwanza, wakatengeneza minyoo, wakawapa kuku, wakawapa samaki, badala ya sisi kushare mahindi na kuku. Ni kosa? Ni kosa, Mheshimiwa Naibu Spika. Tunajaribu kuonyesha namna ambayo ni rahisi mtu kuishi. Sasa hivi, Mheshimiwa Naibu Spika, mtoto wako wa kwanza zamani akimaliza shule anawachukua wale wadogo zake, anakwenda kuwanawa na kuondolea mzigo. Sasa hivi anamaliza degree, anarudi nyumbani. Je, wewe utakuwa na moyo wa kuwasomesha hao wengine? Una moyo gani huo? Mheshimiwa Naibu Spika na Mheshimiwa Waziri, utakuwa nao moyo? Huyu wa kwanza hajapata ajira, ng'ombe zimebaki nusu, utakubali uuze ng'ombe zobaki umsomeshe na huyu abaki nyumbani? Haiwezekani, Mheshimiwa Naibu Spika. Ni lazima viongozi, wakati huu wa shida, mabadiliko duniani, ndipo ambapo viongozi strong
kuonyesha mabadiliko makubwa sana ya kwenda mbele, kuliko tukisema na sisi tuwadampu wananchi, na sisi wote tunao watoto kwenye masofa wamejaa, wameweka masikioni, wanasikiliza, wanacheza na WhatsApp. Je, tuendelee kuwadampu hivyo? Je, wale panyarodi au panyabuku tutaweza mheshimiwa? Haiwezekani mheshimiwa naibu spika. Lazima wenzetu wizara ya elimu wanayo mle ndani maabara kweli inashindwa. Leo mheshimiwa Basha analia mbolea hapa, mheshimiwa spika. Kweli shule ishindwe kufundisha mtu kutengeneza mbolea kienyeji ambayo ni kuchukua nyasi na udongo na kumwagia maji na ukauza barabarani, hata kama kilo moja shilingi 300, mtoto huko anasoma. Lakini serikali na sisi tutapata mbolea na lenyewe linahitaji kweli mheshimiwa, mpaka tujue tu Kiingereza tehama. Je, na ng'ombe tutachunga kwa tehama kweli mheshimiwa naibu spika? Na je, kama tunavyotaka ni kweli wote tutasoma tukamalize, wote tuwe na degree, zitoke na ng'ombe kule kijijini tuzilete mjini tena tuje nazo huku tumesoma tuongea Kiingereza? Itawezekana kweli? Kwa tunamuomba mheshimiwa waziri wa elimu ajaribu na kamati yake kuona kwamba hawa tunaowaongoza, mheshimiwa naibu spika, ni raia wa kawaida kabisa wenye maisha ya chini, wanahitaji elimu ndogo ya kujishikiza huku wanaishi, ili serikali inunue mawazo mepesi. Mheshimiwa naibu spika, kweli swala hili linatupa wakati mgumu sana, kiasi ambacho unapokwenda kule vijijini wazee wanatuuliza, hivi kweli hamna njia nyingine yoyote nyewe ya kufikiri? Na sisi tukirudi kwa wenzetu huku wanatupiga tu stop kwamba haiwezekani. Lakini kama inapatikana teknoloji duniani, imepatikana leo, si waziri wa elimu aingize tu kule kwenye simu, awaeleze kule walimu kwamba jamani, sasa hivi ukichukua lita moja ya maziwa ukatikisa saa moja, kinachopatikana ni mafuta ya kula. Na yenyewe ni kosa kweli kufundisha shule? Sasa nani aje sasa, mheshimiwa naibu spika, nani tumwite aje atukomboe? Kwenye leo tunalia mafuta, watoto wetu hawajui kama kwenye maziwa kuna mafuta. Sasa itawezekana kweli tusomeshe watu? Ukiwaona kweli, unamwona mtoto aliye na degree, mheshimiwa naibu spika, ukimweka mahala ni kama umeweka kuku wa kizungu. Unamuona kweli, huyu mwanangu sitamkuta, si hata gongo, si hata nyang'anyo hili begi alionalo. Ni kazi ngumu kweli mheshimiwa naibu spika. Kwa hiyo tumwombe mheshimiwa waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, kweli teknolojia inakataza kitu chenye faida, inakataza kabisa, haiwezekani. Yani teknolojia lazima iwe kutengeneza magari na ndege tu na tehama, na itawezekana kweli? Yani Tanzania nzima watu milioni 60 wataenda kwenye tehama, wataziunga wapi hizo kompyuta? Hata mnasema shule ya msingi, mmesema hapo wenyewe mheshimiwa naibu spika, kuna wanafunzi 400 mle ndani. Je, wangekuta asubuhi wanafundishwa kutengeneza minyoo, si wangekuwa wanauza pale nje wakati wanamsubiri mwalimu? Wangenunua, wafugaji wa kuku wangenunua, na si ndio sawa tu? Tutafanyaje? Dunia imebadilika, population imeongezeka, watu wanahitaji vyakula. Je, tuendelee na procedure ya mbao? Na mheshimiwa wa maliasili naye anataka miti yake watu wasome, wakawe mafundi seremala, wakawe mafundi rangi. Tanzania nzima tutakuwa mafundi rangi, mheshimiwa naibu spika? Haitawezekana. Kwa hiyo tumuombe sana mwenzetu mheshimiwa waziri wa elimu ya juu ajaribu hata yale mawazo ya loko. Mpaka wafugaji wanatuuliza kwamba au sineteni maneno ya shule hapa, ng'ombe zangu zobaki hizi mpaka nife mwenyewe, siwezi. Sasa tukatae ukweli? Kwani nani hajui? Wote si tunafahamu kabisa kwamba sasa hivi mtu aliyesomesha kule kijijini ndio anayechekwa, kwa sababu watoto hawawezi kulima, hawezi kufanya kazi yoyote, na ng'ombe zimeisha na yeye amezeeka, anaandikishwa TASAF. Itawezekana kweli? Lakini mbona kuna elimu ndogo na nyepesi ambayo inaweza kutusaidia kwenye huu muda ambao tunao, kuliko kung'ang'ana tu kama Waingereza. Tukiongea wote kama Waingereza, kweli wale Waingereza wa Liverpool watakuja kutusaidia kweli? Itawezekana kweli watuletee tena mawazo mengine ya kutukomboa? Baada ya mchango huo, mheshimiwa naibu spika, nimuombe tu mheshimiwa waziri asipuuzie, badaki mtoto kwenda shule, mheshimiwa naibu spika, ni kwenda kuanza mawazo na maisha mapya, akitusaidia kutufundisha watoto wetu hizi kazi ndogo ndogo za kawaida.
atakuwa ametusaidia sana wakati wanajiandaa kwenda kule mbele. Baada ya mchango huo, nashukuru sana Mheshimiwa Spika, naunga mkono. Asante. Asante. Sasa mwita Mheshimiwa Tabasamu, jiandae Mheshimiwa.